Hivi karibuni viongozi wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu wamekutana mjini Doha, Qatar na kutoa tamko la pamoja la kutaka kupitia upya uhusiano wao na Israel. Mkutano huo uliowakutanisha takriban viongozi wa mataifa 60 umeeleza kuwa hatua madhubuti za kidiplomasia, kisheria na kiutendaji zinahitajika ili kuizuia Israel kuendelea na hujuma dhidi ya Wapalestina. Shinikizo hili limetokana na shambulizi kubwa la anga lililofanyika na Israel wiki iliyopita dhidi ya kikao cha viongozi wa Hamas kilichokuwa kikiendelea katika mji mkuu wa Qatar. Tendo hilo limeonekana kama kikwazo kikuu kwa juhudi za upatanishi zilizokuwa zikiongozwa na Qatar na Misri kwa ajili ya kumaliza vita vya muda mrefu kwenye ukanda wa Gaza. Hali hiyo pia imeibua hasira kubwa kwa viongozi wa Qatar ambao wamelitaja shambulizi hilo kama kitendo cha kichokozi kinachoashiria kupuuzia diplomasia ya kimataifa. Wameitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za kuwajibisha Israel, wakisisitiza kuwa suluhu ya haki ndiyo njia pekee ya kumaliza mzozo wa Gaza. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameelekea nchini Qatar akitokea Israel kwa lengo la kupunguza mvutano uliosababishwa na tukio hilo. Ofisi yake imesema ataonana na viongozi wa Qatar ili kuwahakikishia kuwa Marekani inalaani shambulizi hilo na kutoa ahadi kwamba halitajirudia tena, ikizingatiwa kuwa Qatar na Israel wote ni washirika muhimu wa Marekani katika ukanda wa Ghuba.